Aksanti, karibuni wafataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili. Nimejua mko wengi kufata habari tumtarisha kwa magharibi ya leo kutoka shirika la RTNC mji mko Kinshasa. Tukifungua karasa wa habari tutaweza kumjulisha kwamba nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, kama vile umejua, tuna vita inayopiganisha na nchi ya Rwanda kupitia mingi kabisa waasi wa M23 na AFC, na hivyo basi kiongozi wa askari wa FARDC alijielekeza huko upande wa Chopo mingi kabisa mji mkuu Kinshasa, Kisangani, na kufika kwake kunako Bangoka aliweza kupokelewa na viongozi wa jimbo hiyo, wa viongozi wa FARDC, na aliweza kujikusanya na wale wote wanaohusika mingi kabisa na eneo kubwa ya ukingo ya tatu ama troisième zone de défense ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, majemadari na wale wasujaa wote wenye kusika na ukingo wa nchi yetu upande wa mashariki ya nchi ya Kidemokrasia walikuwa hapo, na kuweza kuamsha zamiri kujua kwamba wanapaswa kukinga nchi na vitu vyao na waraia na vitu vyao, na kujitayarisha kwa yote inazofikia raia wa Kongomani huko mashariki ya nchi. Sasa tuna vita inatukanisha M23 kwa njia ya waasi mingi kabisa, pia na waaskari wa nchi ya Rwanda. Akiamsa zamiri wa askari wanapatikana huko, ni vizuri wajue kwamba president wa nchi ya Demokrasia aliweza mtuma huko amefanya yote kwa kuweza kuleta amani na ukimya mashariki ya nchi ya Kongo ya Demokrasia. Waziri wa kwanza Mama Judith Suminwa Tuluka aliweza kujielekeza, amepatikana huko upande wa Kenge, ni upande wa jimbo la Kwango. Hiyo basi alihudhuria misa kubwa kanisa la Katoliki wa Anuarit pale mji Kenge, iliweza kusomwa mingi kabisa na askofu mkuu wa pale Kenge wa kanisa hiyo ya Katoliki, na huko waliweza kuomba Mwenyezi Mungu amani na ukimya nchi ya Demokrasia, masikilizano pia na mapendo, na wanamemba wengine waliweza kumsindikiza kama vile Didier Pambia na mawaziri wengine waliweza nao vile vile kuhudhuria mingi kabisa misa kubwa hiyo ya kanisa la Katolika pale mji Kenge, jimbo la Kwango. Na huko Mama Suminwa, kama vile umejua, mehenda mingi kabisa kuomba na raia wote wanaopatikana huko amani na ukimya na kujitolea kwa kusaidia serikali. Alijielekeza vile kuangalia mingi kabisa kuporomoka kwa udongo, tunaita erosion kwa lugha ya Kifaransa, imeangamiza raia na kuangusha makao za wakaji wanaopatikana pale mingi kabisa Kenge. Aliendelea vile vile kutembelea wagonjwa na kuangalia hospital kubwa hiyo ya Kenge na kupokelewa na viongozi wa ganga wa hospitali hiyo, akijusha kwamba ni lazima pashe kuwasaidia. Habari kusika na waziri anaosika na ujamii ama affaires sociales, tutaweza kundisha kwamba waziri Aziza Munana aliweza kualikwa mingi kabisa kunako mkutano mkubwa kunako Fleuve Congo Hotel mingi kabisa na muungano kubwa, makundi kubwa tumeita Sans Frontières, na hivyo wale mingi kabisa wanasaidia watoto walikuwa na vilema kwa sababu wao wamegua kwa namna zingine, sio namna vijana wamegua, na hivyo basi wameita kwa Kifaransa trisomie 21, na presidenti makamu wa muungano huyo Sans Frontières aliweza kutoa ripoti yake na kusifu Mama Aziza Munana kwa kazi yote anaofanya kwa kuweza kusaidia watu wa vilema na wengine wenye kuwa na matatizo na magumu mbalimbali nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na aliweza kumsifu na kujulisha kwamba wataendelea kusaidiana na kutumika pamoja. Na Mama Natalia Aziza Munana aliweza kupiga asante kuona kwamba kuna kundi yenye kusaidia mingi kabisa wakongomani wenye kuwa na wavilema, na aliweza kama vile umejua mtolea presidenti makamu wa muungano huo mingi kabisa sifa kubwa kwa kazi yote anayofanya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari kusika na sheria utamjisha kwamba waziri makamu anashika na sheria Bwana Samuel Mbemba aliweza kutoa ripoti mbele watunga gazeti pia wapasha habari na kuwajulisha namna gani serikali ya nchi ya Demokrasia imeendelesha kazi ya kuweza kusamba na mingi kabisa sheria kufatana na matatizo yanayotupatia wale wenye Rwanda, na hivyo basi watu wengi wakiuawa kuna mavita na matatizo mbalimbali kama vile mmejua, kuuawa kwa wingi na kutendea mama wajane mambo mabaya na vile vile kutendea mama maovu, na hivyo basi kuna masheria kubwa za ulimwengu kama CPI
nchi ya Kongo ya Kidemokrasia imeendelea na kuchongea nchi ya Rwanda kwa yale mabaya aliweza kufanya, hata ikiwa vile vile kunako sheria hiyo ya EAC huko mingi nasika mingi kabisa na haki za binadamu, nako vile vile kuna yale mambo nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ilitamani wapashe kuamua, kwa sababu waliweza kutendea wakongomani mabaya na wamama kutendea maovu, imeleta matandawali. Yule yote anaye mambo za kuonekana kuweza kumaliza mambo hiyo anapashwa kujulisha, kwa sababu wasaidie serikali kusudi wale walizotenda mabaya kwa wakongomani wapashwe kupata adhabu, kuadhibiwa. Habari kusika upande tu wa Kenge, tutamjisha kwamba presidenti wa baraza la bunge ya mji wa Kinshasa, alijielekeza naye huko upande wa Kenge, bwana Levi Mbuta Sangumpamba, akipokelea na shangwe na furaha na ndugu zetu wanaopatikana upande wa Kenge, wakimsindikiza waziri wa kwanza waliozopokelewa na shangwe pia na furaha. Alienda naye vile vile kwa Musa Zamiri kwa Kongomani wanaopatikana huko na kumsindikiza waziri wa kwanza mama Judith Suminwa pale Kenge. Ilikuwa shangwe na furaha na kuwaomba wakongomani wote wapashe kufungua macho na kujulisha kwamba tuna adui ni M23, yule anaangamiza raia wa Kongomani. Ni vizuri tupashe kufungua macho na kuweza kusaidia serikali kwa kuweza kumaliza matatizo hiyo na kusaidia FARDC. Habari kuhusika na sikukuu ya mwezi wa mama, tutamjulisha kwamba nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ni nchi kubwa. Vijana wamejitolea, watoto wanawake wamejitolea kwa kazi mbalimbali kusudi wasaidie jamaa na kusaidia kazi wanaofanya. Tufate kijana huyu wa ICC do Akam, Deborah Mujinga. Aliweza hivi kuunda kazi yake ya biashara kwa ajili ya kutegemea nayo mambo za masomo kunako University ICC do Akam. Imepita miaka 5, ni bibi Deborah Mujinga ambaye amefika ku deuxième licence kufatana tu na kazi kubwa anayefanya kufatana na mambo za biashara, kuweza hivi kusaidia kwa ajili ya kusoma. Amechuuza chakula kama hivyo kupitia malewa kwa ajili ya kuweza hivi kujigaramia. Ameujisha mikate, mayai, mapa na kadhalika. Yote hiyo imemsaidia kwa ajili ya kusoma na kujigaramia, kununua mavazi na mambo mengine. Yote hiyo imemsaidia kwa ajili ya kujihakikisha katika maisha. Amewaomba wengine wa binti wanawake kwa ajili ya kuweza hivi kufata mfano yake kwa ajili ya kusoma na vile vile kuepusha kufanya mengine mabaya ya kimwili mbalimbali. Habari tukiendelea, habari kusika na masomo, tamjusha kwamba kunako mtaa wa Kalamu kabisa pa masomo yameita Bakanja huko, utamjusha kwamba NGN aliweza kutoa msaada mingi kabisa kwa masomo hiyo Bakanja inayopatikana upande wa Kauka. Msaada huu ni msaada wa Marfar. Nikusema Marfar ni viti wanafunzi wanaokaa kunako masomo ni 100, na ukisindikizwa vitu hivyo mingi kabisa na kiongozi wa shirika hiyo bwana Jean-Claude Sungula, na akijusha kwamba ni kipindi ya kwanza kuwapatia Marfa vitu vya watoto kuweza kukaa kunako masomo na kusudi wajifunze vizuri, wafate maadibisho kama vile inavyofaa. Ni yale waliweza kuomba viongozi wa masomo hiyo, na kipindi ya pili itaweza kufata siku ijao. Lakini wale viongozi wa masomo hiyo ya Bakanja huko pande wa Kauka walipiga accent mingi kabisa kwa shirika NGN hiyo, inawasaidia mingi kabisa na Marfa kusudi wanafunzi kunako masomo hiyo Bakanja Pakauka wapashe kusoma vizuri na vizuri. Umejua kama NGN ni shirika inayohusika na mafuta ya taa petrol nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Habari tukijielekeza upande wa Equateur, tutamjulisha huko basi kuliweza kuwa mkutano mkubwa kabisa viongozi wa masomo mbalimbali. Mkutano huo inahusika mingi kabisa na mafundisho, kuangalia namna gani wanaweza kuendelesha kazi au mbalimbali ya kufundisha vijana, kuandika mingi kabisa vitabu na vibarua kusudi ya maadibisho tu ya wakongomani wanaopatikana huko. Na hivyo basi kiongozi mkubwa wa jimbo hiyo ya Equateur anahusika na masomo bwana Nadu
Kubwite alipiga asante kuona kwamba imeendelea vizuri na imepitikana vizuri, na hata wale wengine waliweza kutoa msaada wao kwa kuweza kufundisha wengine na kuwapatia mifano mbalimbali kama vile kiongozi wa division hiyo bwana Luanga Asubeti, na yeye alijisha kwamba yote mafundisho na kwa mkutano ulipitikana vizuri. Wamejua kwamba wale viongozi waliweza kubaki na elimu, kubaki na mimi kabisa, yote waliweza kusoma, yote waliweza kufuata kusudi waendeleshe kazi ya masomo vizuri kwa upande wa Equator, nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Otuele tutamjisha huko jimbo la Otuele, wale wateule wa Otuele wamealikwa mimi kabisa vijana wapashwe kujiandikisha kwa wingi kunako askari wetu kusudi wapashe nao vile vile kusaidia serikali na kumaliza matatizo tunayo ya vita mashariki ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo basi wateule na ama wale wa Otuele wakijisha kwamba wiko pamoja na wakongomani wote na president wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia na serikali yetu kuweza kusoma misa mbalimbali, mikutano mbalimbali ya vijana, na president huyu na wateule wale wakijisha kwamba wote wiko pamoja, wametumika mkono kwa mkono, sio tu kwa kutafuta amani kama, lakini vile vile kwa maendeleo pia majengo la jimbo lao la Otuele. Tumetoka huko tumejelekeza upande wa Kasai. Huko basi mteule wa Kasai bwana Andre Mushongo, yeye amepiga mimi kabisa, amejulisha kwamba amefurahi na kuona mimi kabisa kazi kama vile za kujulisha na president wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia bwana Felix Tshisekedi kukusanisha wakongomani wazungumuze na kutafuta amani na ukimya na masikilizano wa wakongomani wote na kutafuta maisha bora ya wakongomani. Mimi kabisa ameona kwamba masikilizano na mkutano imeanza, wameanza kualikwa kwa kuzungumza, mazungumzo imeanza na wameanza kualikwa basi vile kama nitoka kujulisha wakongomani, wafanya siasa, wa societe civile na wengine kama vile president aliweza kuomba kusudi wajue magumu imetoka wapi, matatizo imetoka wapi na nini tunaweza kufanya kwa kuweza kutafuta maisha bora ya wakongomani na amani na ukimya nchini mwetu. Tumetoka pande wa Kasai, tumeelekea pande wa Sidu Bangi. Huko basi tutamjisha kwamba kumeendelea na ama kumeanzishwa kazi ya mimi kabisa hiyo tumeita ya mlimo. Kazi ya mlimo mimi kabisa kwa kuweza kufanya mashamba kubwa na yupashi kuwapatia ndugu zetu chakula nyingi na itaweza kupunguza maskini na kupunguza njaa. Na hivyo basi huko kama vile umejua liwali wa jimbo hiyo bwana Bobo Kalobo ameendelea kila mara kuanzisha kazi hiyo. Mmeona pale Masaki yenye kuwa na mimea mbalimbali itaweza kusaidia kwa kupanda mbegu mbalimbali kunako mimi kabisa nafasi wametengeneza ama mashamba kubwa wametayarisha kusudi siku ijayo wapate mimea ya kweli. Wa sultani wa asili, societe civile pia wakaaji wanaopatikana upande wa Sidu Bangi wamepiga asante kuona kwamba ni vizuri serikali ya jimbo lao ipashe kuwasaidia kusudi wafanye kazi ya mashamba kubwa, na yote ilipitikana upande wa Libera pia na Bo Keta kilometre 12 na mji mkuu wa Gemena. Habari za mwisho ni tumerudi hapa mji mkuu Kinshasa, mtaa wa Lingwala. Kila mara kila siku tumefuata wamefanya kazi ya kuweza kuchimba mifereji, kutengeneza mabarabara kusudi uchafu na maji teremuke bila kuleta magumu na matatizo, kwa sababu mvua ikinyesha hata kidogo makao za watu imezama ndani ya maji na hakuna hata fasi watu waweza kupita, iwe tukutuku, iwe miguu, iwe gari. Na wengine wametupa uchafu kunako barabarani, ni vibaya. Wengine wamekamata wametia soko maduka kunako njia za watu kunako mabarabara za zote inopatikana huko Lingwa. Na hivyo basi burgomesa makiongozi wa mtao alianja upande wa Nyangwe mbele vile vile ya maduka kubwa kusafisha na kutosha uchafu na kuwaomba wale wote wanaotia uchafu kunako maduka pembeni wajue kwamba wataweza kuvunja na kuondoka fasi wamefanya kazi hiyo. Basi kisha habari za Lingwala, na hapa nipiga nukta ya mwisho kwa macha yetu mtarishia kwa magharibi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Tumejua kwamba ndugu zetu wanaopatikana upande wa Kisangani, Walikale, Goma pia Bunagana, Mwenyezi Mungu awabariki. Tuko na nyinyi pamoja. Tumejua kwamba amani tarejea upande huo. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa herini, alamsiki. Tout de suite, info en Chili.